msaada toa kwa wote, haki sawa. Muungano wa walimu wa shule za upili za kibinafsi katika kaunti ya Mombasa umekanusha madai kuwa serikali ya kaunti tayari imetoa basari kwa wanafunzi wanaosoma katika shule hizo. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Elisha Mwago pamoja na katibu mkuu Peter Otieno, viongozi hao wamesema wazazi wengi wamekuwa wakifika shuleni wakidai kupewa risiti za basari, wakiamini kuwa fedha hizo tayari zimetolewa na serikali ya kaunti. Wazazi wanaingia katika hizo shule, wanawaambia walimu wakuu kwamba wapeane risiti ya ile basari ambayo pesa ya basari ambayo ilitolewa na county government, lakini ukweli ni kwamba hizo pesa bado hazijatolewa. Na sisi tumefuatizia na timu yangu kwa gavana, na ametuahidi ya kwamba anasukuma huo mchakato kuona kwamba hiyo basari imetolewa. Hata hivyo, wamesisitiza kuwa hadi kufikia sasa hakuna shule ya kibinafsi ya sekondari iliyopokea fedha hizo. Muungano huo umewataka wazazi kuendelea kulipa karo ili kuwezesha shughuli za shule kuendelea, wakisema baadhi ya shule ziko hatarini kufungwa kutokana na wazazi kukataa kulipa karo, wakiamini kuwa basari tayari imetolewa. Kwa mujibu wa viongozi hao, hali hiyo imewaletea changamoto kubwa wakurugenzi wa shule, huku wengine wakikabiliwa na kesi katika mahakama za ajira kutokana na kushindwa kulipa walimu mishahara yao. My biggest concern is the fact that our members, as we talk, are opting to close schools. We have been unable to pay rent. We have been unable to pay teachers. We have got directors that are having cases already at the labor court because parents have refused to pay school fees on grounds that they were told in public gatherings that the money that the governor promised has already been paid, and they therefore only need to be issued with the receipts. Wakati huo huo, baadhi ya wazazi wameelezea kutoafikiana na namna basari zinavyosambazwa, wakimtaka gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir kuhakikisha kuna usawa kati ya wanafunzi wa shule za kibinafsi na wale wa shule za umma. Mkuu na basa wao wakaniambia jina ambayo hiyo message ambayo ilitumiwa, jina ya mtoto wangu haiko katika list. Nikawauliza ilikuwaje nikatumiwa hiyo message kama mtoto haiko kwenye list. Wakaniambia yeye hakuna. Second thing, kuna wakati ambayo tulikuwa tumeitwa na governor wale wazazi wa Mombasa County pale Rolangala Memorial Comprehensive School zamani Baxter. Tukaenda papa akatuambia ameweva 9,000 shillings from what feeding program, ambapo kama lao vile ilikuwa tunaambia tumelipa 19,000 shillings, ilikuwa tulipa pesa ngapi? 10,000 shillings. Lakini nilipoenda shuleni mention that on that 6th, wao wakaniambia kwamba hiyo ni uongo, hiyo ni political, hakuna kitu kama hiyo. Sasa tunaona ajabu, yupi ambaye yasema ukweli? Ni ofisi ya governor ama walimu watuambie ukweli? Because tunataka hiyo clarify afafanue kwamba mambo iko wapi. Sote tunataka haki sawa. Kwa hiyo bwana gavana, ujumbe huu kufikie. Sisi hatutaki kubaguliwa. Sisi hapa tumezoea kuishi kama vile ndugu wakazi wa Mombasa. Leo hii mimi ninaposikia mtoto wangu amekosa na wajirani amepata, nitajihisi vipi? Kwa upande wake, waziri wa elimu wa kaunti ya Mombasa Daktari Mbarari Kame amesema fedha za basari kwa shule za kibinafsi zinatarajiwa kutolewa baada ya kupitishwa kwa bajeti ya nyongeza katika bunge la kaunti. Amewaomba wazazi kuwa na subira huku wakisubiri mchakato huo kukamilika. After supplementary ambao kwamba tunaitarajia any time from now kwa kupitia county assembly inaongozwa na Speaker Harub, ikipitishwa kupeleka pesa kama hizo katika mashule yetu. Tutawaambia wazazi wale ambao kwamba walipeleka watoto wao katika private schools wawe na subra, tuasubiri supplementary ikipitishwa, basari kama hizo zitakuwa ni zenye kupelekwa kwa mashule. Lakini lieleweke. Kaka Ken 254 Mombasa.